Pili, mimi ningependa kuwashukuru kwa dhati wakazi wa wodi hii ya Bomeni kwa kutuchagulia huyu kijana huyu. Tondoo, njoo hapa ndugu yangu. Huyu kijana nilimjua mwaka wa 2021 mwisho, wakati alikuja na wenzake kule Mombasa. Na walipokuja walikuwa na uchungu mkubwa. Kwa nini nyinyi viongozi wetu kutoka sehemu ya pwani ambao mko mbele, kwa nini mna uoga mkubwa? Ni kitu gani ambacho kinawashinda kuweka wapwani pamoja katika kapu lao? Ni kitu gani? Ni kwa nini kila uchao, kila wakati wa kupiga kura lazima twende nje kuomba mbegu? Baada ya kuzungumza nao, nikamwambia nimewasikiliza vizuri, rudini Taita Taveta mtapata majibu. Na baada ya hapo wakarudi tena Mombasa, nikaja wekea mezani kwamba majibu ndo haya, kazi kwenyu. Walikuwa wanaomba chombo cha mpwani cha kuvuka na kupiga siasa. Walikuja wakakipata na nikawapatia, na nikamwambia nendeni Taita Taveta kama vile Yesu Kristo alivyokaa na wale 12 na akaambia kuanzia leo na wapatia uwezo, sio muwe wavuvi wa samaki, lakini muwe wavuvi wa nini? Wa watu. Pia nami nikawaambia kina Tondoo, nendeni Taita Taveta muwe wavuvi wa watu katika jarife hili, katika dau hili ambalo litawasaidia si ninyi peke yenu na si pwani peke yake, lakini hata Kenya mzima. Na kwa sababu alikuwa mfuasi mwema, leo hii amesimama hapa kama MCA wa Bomeni Ward kwa kile chombo kile ambacho wao wakilililia. Mimi nataka niseme asanteni sana wakazi wa wodi hii kwa kumshikilia kijana huyu akipitia chombo kile ambacho alikililia mwaka 2021. Na kwa sababu ya ile heshima ambayo mmetuonyesha wakazi wa wodi hii, huyu Mheshimiwa Tondoo alipokuwa anazungumza aliomba katika ofisi yangu angalau nichukue kijana wa hapa afagie katika ofisi yangu. Mimi nataka niwaambie wakati wa Bomeni na Mheshimiwa Tondoo, hilo siwezi kulifanya. Manake itakuwa dharau kubwa. Baada ya kusimama na huyu na chombo kile, ile heshima lazima iwe kubwa. Si kuchukua kijana wa hapa akafagie katika ofisi yangu, japo kazi ya kufagia pia ni kazi. Mimi nataka niwaambie hivi wakazi wa wodi hii, kwa ile heshima kubwa na upendo mkubwa umeonyesha kwa kijana huyu na kwa kile chombo alioletea, mimi nataka nikupatie, leo ni tarehe ngapi? 30. Kesho ni tarehe ngapi? 30 na? Mimi nataka kutoka wodi hii unipatie kijana ambaye amesoma vizuri, hata awe na masters, nimpatie cheo kikubwa katika ofisi yangu. Na nataka huyo kijana aanze kesho kutwa tarehe 1. Kwa hivyo kazi kwenyu. Sawa? Manake mlifanya kazi ya ziada.
na kazi ya ziada lazima ipate shukrani ya ziada, si ndio? Kwa hivyo kazi kwenyu wakazi wa Bomeni, kazi kwako Mheshimiwa Tondo. Tarehe 1 mimi nataka kijana wa hapa nyumbani hapa Bomeni aingie katika the speaker's office pale Senate akiwa anafanya kazi na sikufagia tu, awe na cheo kikubwa. Hii ni sehemu ya Taveta, si ndio? Ile sehemu ya Taita tayari nimeshughulikia. Wakati mimi niliajiriwa kama speaker wa bunge la Senate, yule manager wa ofisi yangu hatoki Kilifi, anatoka hapa Taita Taveta, sehemu ya Taita. Anaitwa Stanley Wakio Makeo kutoka Sagala Ward kule Voi. Yule ndio boss katika ofisi yangu. Kwa hivyo msione sisi tuko pwani ya chini, wakati matunda yanakuja tunataka kula peke yetu. Sote ni wa pwani, na tunda likiingia kikapuni Mtaita lazima apate, na mpwani ile sehemu ya chini pia naye lazima afanye nini? Apate. Hatuwezi kusema tuwe kitu kimoja, pwani iungane, halafu matunda ikija Mtaita tunamweka kanda. La hasha. Wakati faida zinakuja, sote faida zile zinaingia katika pande zote mapana na marefu ya pwani yetu.